Mgazija na mama, lakini na watoto wote, wana familia wote. Tunamwambia alikuwa na watoto 10, wajukuu 26 na vitukuu kadhaa, lakini na ukoo mzima wa Mgazija, majirani, lakini na viongozi, Mheshimiwa diwani wetu kata ya Nzigani, lakini na viongozi wote mliopo hapa, majirani, wanahabari wote, mabibi na mabwana. Nimesimama hapa kwa unyenyekevu mkubwa, kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku hii, lakini kwa zawadi ya mzee wetu Robert Mgazija, ambaye Mwenyezi Mungu alipenda kumleta katika dunia hii miaka 86 iliyopita, na kupitia yeye ametuletea vijana hodari wa kike na wa kiume ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana katika nchi hii, katika mkoa huu. Bwana Mgazija tumefahamiana nadhani zaidi ya miaka 20, na kwa kweli hata nilipofika hapa kupitia yeye na wanahabari wote wamekuwa ni daraja kubwa katika kazi zangu, lakini katika kunifanya nione Tanga pia ni sehemu nyumbani. Kwa hivyo mimi kwa niaba ya ofisi ya yetu ya mkoa nimeambatana hapa na afisa habari wa mkoa na Mgeta Mashaka, lakini tunaye pia aliyekuwa afisa habari wetu wa mkoa Bwana Juma Zuberi, na alikuwa ni kiungo muhimu sana kwangu kuwatambua na kuweza kuwashika vizuri wanahabari. Ndugu zangu, maisha ni fumbo kubwa sana. Nilipofika hapa mama alinieleza jinsi ambavyo mzee tangu alipoamka, na akasema siku zote anakunywa chai, akasema lakini leo nitengenezee uji. Akapikiwa uji, akasema akaja kijana wake akampa pesa, akamgaia mama, akamwambia na hiyo kwako, hiyo kwangu. Alikuwa ni baba mwenye mapenzi sana. Mama ananiambia alikuwa akienda mjini, akienda sehemu zake zote lazima amchukue. Kwa hivyo alikuwa ni baba ambaye ana upendo mkubwa na familia, lakini na mke wake, na inatufundisha na sisi kwa kweli maisha ya upendo. Na ndio maana hata hapa makofi yanapigwa kwenye msiba. Ni kielelezo cha yule tunayemsindikiza alikuwa ni mtu aina gani. Alikuwa ni mtu ambaye ana amani kubwa katika nafsi yake, alikuwa na upendo kwa jamii, kwa familia, kwa majirani, wapita njia. Kwa hivyo na sisi tumesimama sote hapa kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amjalie amali zake njema ziwe nzito siku ya hesabu. Kama ambavyo watu wametangulia kusema, sisi sote hakuna siku ambayo tunajua wala saa. Mzee kupata nafasi hata ya kuaga, amekunywa uji wake akaenda akapumzika, ikawa ndio bye bye. Kwa hivyo tujikumbushe kupitia msiba wa mzee wetu kuwa na upendo kwa wote, kutokudumu katika risasi, kwa sababu hatujui siku wala saa. Lakini pia tunapita katika kipindi cha mtihani mkubwa kama taifa. Sote tunajua tulitoka kwenye uchaguzi wa amani, lakini mtihani ukatukumba kama taifa katika maeneo mengine ambayo mmeona fujo zilizotokea zikasababisha watu wafariki. Leo hii maeneo mbalimbali watu wanakwenda kuzikwa na kuomboleza. Ni mtihani wenye mashaka makubwa sana. Kama taifa hakuna kiongozi yoyote wala mwananchi yoyote anafurahia hali iliyokuwepo. Na wote tunaomba Mwenyezi Mungu atuepushe mbali lisije likatokea lingine tena. Kwa hivyo kupitia salamu zangu hizi niwaombe sana wana Tanga, wa Tanzania,
Hayo ambayo tunataka wenzetu wanayapanga tena tarehe 9 mwezi wa 12. Tunaomba Mwenyezi Mungu atushike kazi. Kwa sababu dalili njema unaiona, nyota njema nasema unaiona asubuhi. Kama ile tu ilitoka vile, basi hii nyingine inaweza kuwa mbaya sana. Na kuna njia mbalimbali za kuweza kutafuta haki kwa wenzetu mbalimbali ambazo wametumia. Busara na hekima zinasaidia sana. Tumeona wenzetu Zanzibar, hekima kubwa. Leo hii Zanzibar wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Wangeweza kusema kwamba sisi tuna wasiwasi hivi, wangefanya fujo, lakini wakatambua kwamba nchi yao ni kubwa zaidi. Kuna kisa kile cha mama mmoja, kuna wamama wawili walikuwa wanagombea watoto. Nadhani ni enzi ya baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja wa maswahaba. Sasa kila mmoja katika wale mama anasema mwanangu huyu, mwanangu huyu. Basi hekima zile za sahaba akamwambia basi leteni panga nimkate mtoto nusu binusu. Yule mmoja akasema basi sawa, mimi mkateni, mimi nitachukua kipanga. Yule mama mwingine akasema hata huyu mtoto asikatwe, niko radhi huyu mama amchukue huyo mtoto lakini mtoto asikatwe. Sasa hii mtoto huyu ndio Tanzania. Na kwa hekima ile sahaba akajua kabisa kwamba huyu aliyezuia mtoto asikatwe ndiye mama mwenye mtoto wake. Kwa hivyo ndio jinsi ambavyo anaweza kusuluhisha ile swala. Sasa na kwa sisi ambao tunaona wenzetu wanaitaka Tanzania tuikate vipande viwili kwa kutumia ushawishi zetu wa magharibi, zetu wa maeneo mbalimbali ya Amerika, nao kutumia ushawishi hata baadhi ya wanaharakati wa majirani kuja kuisambaratisha kile ambacho tumekijenga kwa jasho kubwa sana. Tumeona miundombinu ya mwendo kasi. Kurudi tena ifike ianze kazi ni mabilioni ya pesa yatatumika. Lakini ile adha wanayopata sasa wananchi ni kubwa. Lakini tumepoteza vijana nguvu kazi ambao walishawishiwa na watu ambao wako Ulaya, Marekani, wako mbali kupitia mitandao. Watu hawaonekani lakini vijana wetu wanaingizwa ndani. Mimi nilikuwa balozi Kenya. Nilipokuwa Kenya nilikuwa nawakilisha Tanzania pia Somalia, Eritrea na Sudan. Nilikwenda kuwasilisha hati zangu za utambulisho kwa Omar Bashir, rais wa wakati huo. Ile nchi ilikuwa tajiri, walikuwa wanatengeneza ndege za kivita. Walikuwa na uchumi mkubwa, mafuta, dhahabu. Leo hii Sudani hawaelewani, wanasambaratika, vifo, njaa. Kila wakati mji unapigwa, kina mama na watoto wajue na kimbilia wapi. Lakini walitumiwa waasi wana Sudani kwa pressure ya watu ambao walitaka kwenda kunyoya mafuta pale, kwenda kuchukua utajiri wa ile nchi. Tumeona Libya, kama kuna kiongozi ambaye alikuwa karimu kwa wananchi wake. Mtu anataka kuoa anaozeshwa. Kila mtu alikuwa na nyumba. Kila mtu alikuwa analipwa, awe ana kazi hana kazi, analipwa. Lakini ndio ile Mungu ampe jina baya, umchinje umuue. Gaddafi ghafla kaonekana dikteta. Wamefanya walipomfanya, leo nchi ya Libya hairudi tena pale ilipokuwa. Kama na hata iache irudi. Tunaona kinachoendelea Israeli na Palestina. Wale wa Palestina wameuawa kwa mamilioni. Watoto wanakutwa huko kwenye vifusi, wazee, wakongwe. Kama kuna nchi duniani yenye walemavu wa mikono wa viungo ni Palestina. Mtoto anamkuta hana mkono, hana mguu au hana miguu na mikono yote, basi ni mashaka makubwa, lakini hakuna aliyehoji haki za binadamu. Hakuna aliyekwenda kuzuia. Zaidi yake ni kupeleka silaha nyingi zaidi.
Kwa nini? Kunayo gesi, kuna mafuta Gaza. Ni lazima watu wote wa Gaza wahame, mafuta na gesi iweze kuchimbwa. Ni hivyo. Dunia tumefika sasa hivi, hakuna mtu mwenye ile utashi wa kumwambia mwenzake unafanya ndivyo sivyo, wewe ufuate haki. Ile moral authority imeisha, kwa sababu wewe una double standard. Huku ni sawa mkuki kwa nguruwe mtamu, kwa binadamu mchungu, lakini ni mchungu kwa sababu una nia ya kuisambaratisha ile nchi ili uweze kuingia. Tunaona haki za binadamu hawaendi Kongo, hawaendi Sudan, hawaendi katika maeneo yenye machafuko, wanaenda maeneo ambayo hayana machafuko kupeleka machafuko. Kwa hiyo mimi niko naomba sana na ninawashukuru sana wanatanga, wazee, viongozi wa dini, vijana, kwa jinsi ambavyo hamkurubuniwa kwenye yale maandamano ya kwanza. Na ninaomba sana na Tanzania nzima tusikubali kwenda kwenye hii mtego wanaotaka kututega. Huu mtego ni mtego sio wa kwetu wa ndani, ni mtego wa nje tunategwa. Na Tanzania ikianguka kusimama hakuna tena. Sio rahisi. Sio rahisi kabisa. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.